haonekani huyu, anaonekana Yesu ndani yake. Mimi na Yesu tuko karibu, yeye yuko ndani yangu na mimi niko ndani yake. Huwezi kutofautisha. Ukimkuta mimi unamkuta Yesu, ukimkuta Yesu unanikuta mimi. Kwa maana hiyo, kandugu zangu, watu wa malezi, jana nilisema acha yale maneno ambayo dunia ikiharibika inaanza kutafuta maneno yaanze kuwafuata. Mimi injili hizo nishakataa. Kama nimeshindwa kuhubiri injili, basi nikae Mbozi. Kule Mbozi wanalima kahawa, niende nikachimbe mashimo nianze kupanda kahawa, kwa sababu nimeshindwa kuhubiri injili, kwa sababu nina uhakika na ninachokisema. Ndio maana hata nimekuja na huko ili niwaambie ndugu zangu, acha kuiga injili zilizoharibika. Jana niliwaambia kuna watu sasa hivi haya shamba linatoka Dar es Salaam huko. Upako, 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 upako. Upako, nasema upako hapa, upako. Huku mbona kuna maduka mengi huku? Mnashindwa wapi? Hapa chini hapa pana maduka, ushindwe wewe. Jamaa limetoka huko na vile vilivyopo hapo, nasema nimeombea. Alafu na wewe unasema kama ameombea basi wanasema vina upako Alipaka vitu gani mwe? Ili tupate kushinda ni kukaa kwenye neno. Ili tupate nguvu tukae kwenye neno. Ili tumuone Yesu tukae kwenye neno. Mambo ya upako anapaka Yesu. Acha mtu kukudanganya nimeombea. Alishika kila chumvi katika kontena akaanza kuwagawia watu. Ni kazi kama kazi nyingine. Amen. Ila kwa sababu watu hawajakaa kwenye neno, wanaona huku ndo kwenye kwa kwenda. Alafu wale jamaa wakosei, akiona watu wamekaa kwa namna hiyo, anasema ili kupata paketi moja ya chumvi 50,000 ina upako. Alafu huyu kanisani kwake kwa kuwa hayuko kwenye neno, wakisema mchango 2,000 tukutane Jumapili tutoe. Jumapili haji, aseme nikakutage mchango umepita. Na shetani alivyo mjanja, akikija lile jamaa kule kwetu kuna dada mmoja alikuwa anauma. Lilikuja jamaa kutoka Kongo, limepanga guest, linasema mimi nabii na tabiri. Pale kwenye guest mlangoni limeweka mlinzi, chumba kiko kule ndani kabisa. Unamuona mlinzi, unaacha 15. Usije ukaingia alafu ukakimbia bila kulipa 15. Alipoingia kufika kule ndani akasema lo, magonjwa aliyokutupia wewe afadhali umewahi kwa nabii. Na kwa kuwa ni mengi makubwa kiasi hiki, peke yangu na mimi naona siyawezi, nitatakiwa niwaalike manabii wengine. Sasa gharama ya kuwapata manabii 300,000. Ametoa 15 ndani. Sina wewe mtumishi wa Mungu, sinawaalika wengine, nimesema mwenyewe siwezi. Utakufa. Nakwambia utakufa. Nani anapenda kufa hapa? Labda tu hamna. Yule dada akaona sasa maisha yake yako mashakani, na jamaa ametoka Kongo, amepanga nyumba, wanamlisha, wanatakiwa walipiwe na guest alipo. Akafika mahali akapiga simu kwa ndugu zake akasema basi mwachie arudi, tutafute, tutakuja.
ndugu zake kuna